vyote vilivyomo, muumba wa bahari na samaki na kila kitu kilichomo Bwana, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ni nani kama wewe, mfalme uishie milele, unayenyesha mvua kwa wazuri na wabaya? Bwana wewe, you not have favor to anyone, O King of glory. We worship you, we glorify you. We thank you for your love and your kindness. We thank you for the grace that you have shown upon us. We exalt your name, O King of glory. This morning, O Lord, we magnify you. This morning, O Lord, we lift your name on high. This morning, our King and our King, we worship you. We bow down and declare that you are Lord, and there is no one like you, O Jehovah. Tunakuabudu, tunakuinua Bwana. Pokea sifa na utukufu, maana Bwana wa rehema nyingi unastahili, 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 unastahili Bwana. Tunakuabudu mfalme, maana uwepo wako uko mahali hapa, ili Bwana ukatende makubwa katikati yetu Bwana wa rehema nyingi. Maana neno lako linatuambia mahali wawili ama watatu wamekusanyika, wewe utakuwa hapo kwa ajili ya jina lako Bwana. Tunajua uko hapa Bwana, kutuponya mfalme, kutuinua Bwana, kutubariki Bwana, kutupatia nafasi nyingine ya kuja mbele zako Bwana wa rehema nyingi na kutubu dhambi zetu, na Bwana wa rehema nyingi kuomba msamaha mbele zako, maana wewe uko tayari kutusamehe Bwana. Tunakuabudu, tunakuinua, uinuliwe, utukuzwe Bwana, mfalme wa wafalme na Bwana wa rehema nyingi, maana wewe ni wa thamani kubwa juu ya maisha yetu. Wewe ni wa thamani kubwa juu ya familia zetu. Wewe ni wa thamani kubwa juu ya kanisa. Tunakuabudu, tunakuinua, utukuzwe, uinuliwe Bwana. Asante kwa wale ambao wamefika. Asante kwa wale wako njiani wanakuja. Neema yako Baba na iwashukie, ili mfalme wa rehema nyingi wakafike mapema. Tunakuabudu, tunakuinua, tunakutukuza Yesu. Tunatangaza damu yako juu ya kila mmoja wetu. Tunatangaza damu yako juu ya kanisa. Tunatangaza damu yako juu ya hekalu lako Bwana, ili mfalme wa wafalme ikawe Bwana wa rehema. Neema yako ikashuke juu ya kila mmoja wetu. Rehema zako, huruma zako zikashuke juu ya mioyo yetu asubuhi ya leo. Tunakuabudu Yesu, tunakutukuza. Hakuna Mungu kama wewe mfalme, Bwana wa rehema nyingi. Sasa tunachukua mamlaka na nguvu ulizotupatia na kukanyaga inge na nyoka chini ya miguu yetu, maana hapo ndipo wanapostahili kuwa. Tunawakanyanga sasa, tunakanyagia magonjwa, tunakanyagia kugandamizwa, tunakanyagia maovu yote katika jina la Yesu. Bwana wa rehema nyingi, inuka katikati ya watu wako, ili Bwana adui zako wakatawanyike katika jina la Yesu. Tunakuabudu Yesu, tunakuinua, tunakupa sifa. O mfalme wa wafalme, ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe mfalme? Mungu uliyejaa neema na rehema Bwana. Ni nani kama wewe, unayetunyeshea mvua tele, mfalme wa ajabu, na kupatia watu wako chakula. Unayenyesha mvua nyingi na kupatia mifugo chakula. Ni nani kama wewe Bwana, Mungu wa rehema nyingi, Bwana wa neema? Tunakuabudu Yesu, tunakuinua. Ora mama seke, hakuna kama wewe Bwana. Tunakushukuru na kukuabudu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante Bwana, asante. Bwana asifiwe. Amen. Asante kwa kila mmoja wenu. Namshukuru Bwana, maana amekuwa mwema. Ametulinda wiki nzima, ametupatia afya, ametupatia nguvu ya kufanya kazi na kukuja kwa nyumba yake kumrudishia shukrani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tutakuwa tunamwimbia na kumchezea, ujue utakuwa unamrudishia Bwana shukrani, kwamba Bwana umenilinda wiki nzima. Bwana umenipa nguvu ya kufanya kazi. Umenipa pesa, watoto wangu ni wazima, jamii yangu ni nzima. Bwana unastahili sifa na utukufu. Haleluya. Amen. Haleluya.
Tusalimiane hewani. Oh yes. Amen. Amen. Alafu tunaomba watu wasongee ndio wale watakuja wakuje wakae nyuma yenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tumsifu Bwana, tumshangilie Bwana. Oh yes. Tuangalie vitu kama sina watu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tumekuja kumwabudu Bwana. Haleluya. Amen. Haya, shangwe na
makofi. Hallelujah. Tunapokaa, Mungu awabariki sana wapendwa. Unajua, ukitaka kujua kanisa ni la Yesu, washirika ama wale watu Mungu ameleta humo kanisani hawatishwi na mvua, hawatishwi hata na vyombo. Hili ni kanisa la Yesu, si mzaha. Mungu awabariki sana. Amen. Ukitaka kujua kanisa ni la Yesu, narudia, wale wapendwa hawatatishwa hata na mvua wala na vyombo. Ile siku vyombo havikuwa, stima ilipotea, tulisifu nikashangaa. Kuna mkutano fulani nilikuwa, watu walishindwa kuimba, ati wamezoea keyboard. Ni nzuri, lakini saa zingine Mungu anaweza ondoa stima. Tumsifu na sauti zetu zenyewe bila vinubi, hata kama vyote amevibariki. Nafurahikia sana kuwaona asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana. Hebu tusalimiane hewani. Hallelujah. God bless you so much. God bless you. Nilikuwa nafikiria ati kwa sababu kumenyesha hivyo, labda wapendwa watasema hapana, leo kunanyesha, wapate sababu ya kutokuja kanisani. Lakini nashukuru kwa sababu ya huduma hii. Ukweli ni ya Yesu, na Mungu awabariki sana. Amen. Kwa jina naitwa Reverend Francis Kadege Ndengi. Mnakumbuka bado tuko ile season ya corona. Nashukuru Mungu, haitajwi sana, ni kama kutaja shetani. Hivyo nikitaja nasikia mpaka nasikia vibaya mdomo. Ni afadhali ningeenda nje niteme mate ndio nirudi. Amen. Kwa hivyo iendelee kushindwa vivyo hivyo katika jina la Yesu. Na vile Mungu ametuhifadhi kama kanisa, vile ametuhifadhi kama nchi yetu ya Kenya, tunamshukuru huyu Mungu wetu. Atukuzwe kwa vile ameokolea Kenya na Afrika nzima. Hata kama kuna a few places here and there, it is very minimal, and we bless God for saving Africa. Amen. Sio kitu ya kujipigia kifua, ni kitu ya kumshukuru na ya kuhumble kwake. Amen. Siku ya leo ni siku njema ya Jumapili, na ujumbe nilioandika mpaka kwa Facebook na kwa mitandao niliuita, kichwa chake ni The Supernatural Encounter. Na ujumbe huu nilikuwa nasoma Biblia na nikaguzwa sana na maandiko yanayohusu ile siku Yesu alifufuka. Sijui kwa nini, sijui kama unakumbuka kwa nini tunaabudu Jumapili. Wakristo wanaabudu Jumapili ni kwa sababu ndio ile siku Yesu alifanya nini? Alifufuka. Haleluya. Kwa sababu siku ya Sabato ni ya jana. Na maandiko tukiyasoma utaona ukweli, Bwana wetu alifufuka siku ya kwanza, na siku ya kwanza actually ni Jumapili. Wachana na wale waligeuza wakaita Jumapili hii, juma ya kwanza inafaa iwe juma ya kwanza. Vile sikii kama kuna Kiswahili ya aina hiyo. Amen. Inafaa kuitwa Jumamosi. Ama mosi sio number 1. Lakini tukiita tena Jumamosi pia haingii. Afadhali wangeita ya kwanza. Amen. Na sana sana na natazamia katika ile ile maombi yetu, ile backdrop ya prayer and fasting yetu ambayo tumemaliza wiki ya pili. Tujipigieni makofi kwa sababu ya Yesu. Amen. Na tulisema katika wiki wewe tafuta siku yako. Amen. Iwe ni Jumatatu. Niliona my daughter alifast last Sunday. Sijawahi hata fast on Sunday. Lakini my daughter fasted on Sunday, and I thank God for that. Okay? Every one of us look for a specific day for you. Unaweza sema, pastor, mimi nakunywa dawa, kunywa kachai. Kama umezoea kukunywa na maji, kunywa na ile ndogo. Kachai kadogo. Kama umezoea kukula slice 3, kula slice 1, kunywa dawa. Amen.
Because this is a show of dedication and the commitment and the devotion to God. Amen. Na katika kuomba na kufunga, ni nini hasa tunataka? Amen. What are we after? Nikawa naipiga darubini tukiimba hapa, na nikaona one of the most important things about prayer and fasting is we die to self. Amen. Usidhani ati kwa sababu utaomba Mungu akuletee baraka, sio hiyo peke yake. Wewe mwenyewe you are dying to self. Ule ubinafsi wako kuna vile unakufa. Ule ukabila wako, ule unyanyapaa, ule ukali. Sawa sawa. Ule uhumanity. Unajua binadamu ni mtu kombo, ni mtu mlagai, ni mtu kigeugeu. Kama hawa wanasiasa wangeomba na wafunge, hawangekuwa hivi makigeugeu vile tunaonaga. Lakini watafunga saa ngapi? Chakula imejaa, magari iko. Lakini hiyo sio sababu ya kutokufunga. Hata kama uko na vyote, unaweza funga as a form of devotion. Unamwambia mimi Mungu nataka nife kwa mambo kadhaa wa kadhaa. Kuna dhambi zingine endemic. Endemic I mean unajikuta ndani. When you pray and fast, those sins die. Amen. Ama zinakuwa shortened. Na saa ingine inakufa hata unasahau kama ilikufa, kwa sababu Roho wa Mungu kufanyia kazi within you. Amen. When we pray and fast, we are giving the Holy Spirit an opportunity to work within us. Hallelujah. Anakusaidia. Unakuwa mtu bora zaidi. Unakuwa mume mzuri zaidi kwa mke wako. Unakuwa mke mzuri zaidi kwa bwana yako. Unakuwa mtoto mzuri kwa wazazi. Unakuwa devoted better kwa Mungu. Mungu anapata nafasi ya kukuongeleshea. Hallelujah. Kwa sababu kile kimtu ambacho ni kigumu, ambacho ni kikatili, kimekufa. And this is something we do often. Hata kama hii ndio our last week ya prayer and fasting, kwa sababu tulisema tufikishe the 21st. This is our third week, our third and last week as a church to pray and fast. As a corrective devotional measure. Please continue yourself at an individual level. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wale wamefunga mara yao ya kwanza wakati huu. Sasa endelea. Hallelujah. Unatafuta kazi, omba na ufunge. Mwambie mimi Mungu natafuta kazi nzuri, ambayo nitapewa pesa nzuri, ambayo nitapewa nafasi ya kuja kanisani kukuabudu, ambayo ni pesa ya kutosha niwe na kutolea sadaka na fungu la 10. Ingia mkataba pamoja na Mungu. Mwambie nataka nisaidie pia wazazi wangu na ndugu zangu na baba yangu. These are very vital things in life. When we pray and fast, God brings out the things that are vital to you properly. Anafungua macho yako, unaona what is important to you. Anakusaidia to get rid of even some friends that are not useful to you. See, they are not useful, but at such a time you need to walk alone. Amen. Amen. Na ninaomba hii wiki ikiwa ya mwisho, Mungu aniwezeshe niombe na nifunge mpaka nipatane na yeye. There is something I really want from God, and I hope to get it sooner than later in Jesus' name. And at prayer and fasting, where we die to self, God works His supernatural wonders. Amen. Amen. Na ndio ujumbe wa leo, na hisi Bwana akanipa hiki kichwa, the supernatural encounter
Nilijua jina ni supernatural, lakini hii jina ingine ilinisumbua sana, nikajaribu sijui niweke supernatural experience, sijui niweke nini, lakini encounter. Na encounter ni kule kupatana na mtu. Haleluya. Siku moja nilikuwa natembea nikapatana na waizi. Kulikuwa na kagiza. Nilikuwa nimetoka mission. Sasa hiyo niko na nyuki, nilikuwa naishi peke yangu. Wakati nimepiga kakona tu kulikuwa na kagiza. Hapo nikakuta majamaa wakanivamia, wakachukua begi nini na kwanza hata saa hawakutoa, walishika wakachukua kakata. Nikapata kachansi nikachomoka. Hawakunichika tena. Bwana asifiwe. Mungu akuokoe usikutane na watu aina hiyo. Kumbana na Yesu katika jina la Yesu. An encounter. Nasoma katika Mathayo 28 ni 28 kweli. I hope I have not made a mistake. Okay. Open your Bible to Matthew chapter 28. Saa zingine hizi vitu za kuandika kwa mtandao, sometimes you can quote the wrong scripture and get lost. Let me be sure. Matthew chapter 28. Unakumbuka wakati ule Bwana wetu Yesu alifufuka. After the Sabbath at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Then the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay." Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Naomba unitumie kama chombo chako kufikisha ujumbe huu kwa watu hawa wako, na mimi pia, na wale walioko mtandaoni saa hizi na hata baadaye. Naomba nguvu zako zikaweza kusikika hapa na kote kote ambapo ujumbe huu utafika, Mungu wetu. Katika jina kuu la Yesu naomba nikiamini. Amen. Nimesema ya kwamba wakati tunaomba na tunafunga tunakufa. Amen. Na katika ile praise ya kufa, the old man, yule Gabege wa zamani, anakufa, alafu panatokelezea a new and a better person. Na tunaona Biblia inasema if any man be in Christ Jesus, he is a new creature. The old is gone. Amen. Behold, the new has come. Na tunapozidi kukua katika mambo ya kiroho, yule mtu wa zamani, the old person, anaendelea to fade away. Hallelujah. Ukumbuke sasa wakati huu Yesu alikuwa ashakufa. Lakini kabla sijaendelea hapo, nataka tutazame mahali pengine katika Ezekiel 37 verse 11 to 14. Mnakumbuka ile story ya dry bones? Mnaikumbuka? Ya kwamba vile Ezekiel aliambiwa na Mungu, kumbuka it was a vision. It was in the spirit. And the issue of the dry bones coming back to life was actually in the spiritual realm. Hakukuwa ukweli na mifupa ati imekufa. Ni hali ya watu. Hallelujah. Ni the situation of the people. Kwa sababu ukiangalia katika verse 11 to 14, hebu nisome. Then he said to me, "Son of man, these bones are the people of
si mifupa, ilifananishwa. Praise God. Unaweza kuwa hapa lakini vile unajiangalia hata wewe unajiona ni mifupa imekufa na imekauka, kama ile ya Yesu pia ilikuwa katika kaburi. Unaangalia situation yako, situation ya family, situation ya kazi yako, life yako. Hapana. Unajisikia uko skeleton. Hata kama umekula umeshiba. Mentality yako, hali yako, unasikia something is not right. The same way ndio wale watu wa Yahudi walikuwa wanasikia siku hizo za Ezekiel. They say, wanasema hivi wa Yahudi, our bones are dried up and our hope is gone, we are cut off. Tumaini letu limeenda, mifupa yetu imekauka na tumekatwa. Nani saa ingine anafikiri namna hiyo? Sometimes I feel like that. Amen? Yes. You feel you are cut off from reality. Something is wrong. Something is not right. Now, when we pray and fast, we come to a position where God helps us. Hallelujah. Amen. Therefore, prophesy to them. This is what the sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. Oh, what a promise. Watu wangu, hata wewe ni mtu wa Mungu. Nitafungua kaburi ulikozikwa na nitakutoa. Amen. Mwambie Yesu nitoe kwa kaburi. Amen. Yes. Remember how watu hawakuwa kwa kaburi literally. This situation. Do you get me? They were not actually in the grave. They were actually not dry bones, but spiritually, that is what God was seeing. Their situation. And they themselves, unasikia wakisema, tumeisha. Mifupa yetu imekauka. Imagine unatembea na mifupa imekauka. Hiyo ni situation la aina gani? Tumekatwa, cut off. Kama zaidi kutoka kwetu kule jamii tulikuwa tunaomba Mungu asaidie hiyo mvua imenyesha usiku isije ikawa imefunga mto. It would have cut us off. Na hatungekuja kanisani. Nilikuwa tayari nishaanza kupanga ni nani nitapigia simu. Just in case. That is an example of being cut off. An overflowing river can cut you off from your journey, from your destiny. Nini imekukata? Nini imekuacha nje? Kwa nini huendelei? Labda kuna kitu imekukata usiendelee. Lakini leo Bwana anatuambia, anatutembelea katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Amen. I am going to open your graves and bring you up. Then I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up from them, I'll put my spirit in you, and you will live, and I'll settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Hebu sikia promises aina hiyo. Ya kwamba mimi Mungu wenu, watu wangu, nitatembelea kaburi lako, na nitakutoa kwa hilo kaburi, na nitakuweka roho wangu, na nitakuweka kwa nchi yako, na utaishi, na utajua ya kwamba mimi ndiye Bwana. Nani angependa Bwana afanye hivyo katika jina la Yesu? God can do it. Amen. God can do something extraordinary, and that is what He wants to do to you today. Amen. You may not see it immediately, but in the spiritual realm, it is happening. Amen. Kwa sababu alipoambiwa, either you prophesy, go prophesy those bones to live. Kwa sababu Mungu alimuuliza mwana wa Adamu,
Ezekieli alipoziona ukweli zilikuwa zimekauka na zimenyauka na zimetapakaa ndani ya bonde jangwani. Hii mifupa inaweza ishi? Kwa macho ya kibinadamu Ezekieli akasema Bwana wewe unajua. Amen. Unajua kuna mahali ingine imani inajaribiwa, unaambia Mungu wewe ndio unajua sasa vile kutaenda. Vile kimeumana mimi nimeifika mwisho. Kama siku moja mwalimu wetu kule nikiwa Bible School diploma akawa ameitwa aombee msichana na mshirika. Msichana alikuwa ni mgonjwa, sijui ni ugonjwa gani. Alipofika kwa hiyo boma, kwa kutokujua, by mistake, akachungulia ndani ya ile nyumba. Akaona mama anamvalisha msichana nguo. Lakini ule ugonjwa ulikuwa umemla huyo mtoto msichana mpaka kuna kichimo unachungulia unaona the other side. Mungu atuokoe. Kuna mambo bwana. Wewe unashukuru Mungu kila siku. Kuna mambo. Ile imani yote, ujasiri yote ya pastor. Kwisha. Sasa hapo niwende ukitetemeka kama Ezekieli kumwambie Mungu wewe ndiye unajua kama utaponya huyo msichana. Unajua acha hapa nguo sasa. Na uliona baime afadhali hangeona. Lakini Mungu asitufikishe hapo. Bwana asifiwe. Mungu atuokolee. Mungu atusaidie. Mungu atutembelee. Mungu atunusuru. Mungu atubarikie. Atuepushe. Amen. What is expected in the face of a supernatural encounter? Nasema hivi kwa sababu kuna uwezekano Mungu akutokelezee kwa njia ambayo wewe mwenyewe hujawahi jua. Yeye huwa anafanya hivyo na watoto wake, na wewe ni mtoto wake katika nyumba hii. It is possible. Amen. Uta expect nini wakati kama huo? Probably siwezi ku expound kila kitu kwa sababu our God is never. Give me another mic. Hallelujah. Our God is never short of supplies. Amen. Mungu wetu hapungukiwi na uwezo wala na ujanja wala na plan. Unaweza kuja kwangu uniambie pastor, mimi nimeota hii ndoto na sielewi na ukweli nisijue na kukuambia. It is possible. Kwa sababu ndoto nyingi ambazo Mungu huletea mtu anazileta kwa yale mambo wewe mwenyewe ulikuwa unaombea. Praise God. Wewe mwenyewe. So God's dream will probably follow your line of interest. Praise God. Kwa hivyo ukija kwangu tutakuuliza ni nini ulikuwa unaombea, ni nini ulikuwa unawaza, because probably I am able to discern from your prayers, from your desires, from your cry, from your thoughts. It is possible then to know the direction God is leading you. Amen. 7 activities are expected in the supernatural realm, then manifested in the physical. Let me tell you, most of the things that will happen to you physically will have come from the spiritual realm. Hallelujah. Na ndio wakati tunaomba na tunafunga, tunaomba zile vitu tunaomba zitoke katika spiritual realm. Amen. Na hata zile baraka uko nazo zimetoka from the spiritual realm. You have been believing God for a certain blessing. Ujue it is somewhere in the spiritual realm, in the heart of God, in the mind of God. Amen. Sooner or later it will manifest. Amen. Hallelujah. Amen. Sooner or later it will manifest. Number 1, let there be a great supernatural commotion.
Haleluya. Katika mahali tumesoma, umeona ya kwamba after the Sabbath, at dawn, on the first day of the week, Jumapili kama ya leo, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Tomb mahali Yesu alikuwa amezikwa. Na pia sasa tunaangalia katika ulimwengu wa kiroho, vile hata wewe unatembelewa katika your tomb ambayo wewe unajiona ndani yake. Praise God. Amen. Amen. There was a violent earthquake. That is a supernatural happening. Basi pia wewe katika maisha yako, let there be a supernatural commotion. Amen. Earthquake ikija, huwa kunatendeka nini? Tunashukuru Mungu Kenya hatupati hizi earthquake. Zile nchi zingine wewe huwa unasikia what goes on. Inatetemesha misingi. Bwana asifiwe. Kulifanyikaje wakati kulikutokea mtetemeko, wakati Paulo na Sila walikuwa kwa gereza? Nini ili happen? Milango ya gereza ilifanya nini? Kwa sababu ilitingi. Hata wewe toka kwa hizo magereza. Hata wewe toka kwa hiyo grave. Hata wewe toka kwa hiyo situation. Wacha kuwe na supernatural visitation. Supernatural manifestation. Amen. Supernatural commotion. Mungu akuje atikize hapo. Amen. Na ninakwambia hata tikiza literally, but in the spiritual realm utakuwa kutetemeka bila uwezi ya Mungu. Haleluya. Utakuwa umetoka kwa jeneza, utakuwa umetoka kwa kaburi, utakuwa umetoka kwa jela kama Paulo na Sila. Minyororo ambao walikuwa wamefungwa ilifanya nini? Ilifunguka. How come? It was a supernatural commotion. Hiyo haikuwa earthquake kama ile inatokeaga India na Pakistan. Hapana, hii ilikuwa ni Mungu alitembea kwa hiyo jela. Kwa sababu gani? Walikuwa wanamsifu Mungu. Hawa wawili, wale mahabusu wengine wakisikiza. That is what the Bible says. Amen. Amen. A supernatural commotion happened. Milango yenyewe ikafunguka. Hata hawakutoroka. Why? They were peaceful in their hearts. Mpaka yule anayelinda jela akaja na kataa, akidhani watu wote wamekufa, watu wote wametoroka. Na unajua sheria ya Kirumi, kama mahabusu atatoroka na alikuwa ameandikiwa kufa, wewe ndio utakufa kwa niaba yake. Na ndio alitoa upanga ajiue, kwa sababu alijua atakufa kisheria. Paulo akamwambia hapana, usijiue. Zote, hata wale mahabusu sugu, wakora, waizi, hawakutoroka. Do you know why? They were perplexed by the power of God that he visited. Be perplexed also by the power of God. In Jesus' name. Hallelujah. Point number 2. Let an angel of the Lord come down from heaven. Si kutingika tu, bali tokelezea malaika mkubwa kutoka mbinguni. Tokelezewa na malaika pia wewe, in the name of Jesus. Mbona mnaniangalia kama hamuamini, my friend? Hii si hekaya. Kama ilimtendekea Yesu ambaye anaishi ndani yetu, sisi pia inaweza kututendekea. Amen. Amen. For an angel of the Lord came down from heaven. Amen. Labda hata kuja na mabawa kama huyu wa Yesu. Anaweza kuja amevaa skirt. Anaweza kuja amevaa rongi.
Mimi na mama yetu tukihubiri pale na Nakuru na maidota kakiwa kadogo. Hata saa nyingine na muangalia na chindwa kama ni yeye. Amekuwa mkubwa. Dunia imefika mwisho. Hakuna mtu wa kuangalia. Siku zile unajua hakuna simu, huwezi pigia mtu simu. Hatungerudi kwetu. Hakuna M-Pesa. Hiyo nyumba hata mende hawawezi pata kitu ya kukula. Wacha watu. Tukikaa hapo nikasikia gari imekuja. Kuangalia ni ndugu mwingine anaitwa Mwangi. Malaika anaweza kuja hata ni mtu unajua. Lakini Mungu amemtumia. Jamaa kufungua boot. Sasa hiyo hatujaonana hata na chai, hata maziwa. Tumekunywa strungi, tumefanana naye. Tulikuwa tunahubiri mahali panaitwa Medonge. Mahali watu ni wachanga. Mtu anakalia fomu, anaanguka naye. Makehezi na cheka. Shindwe hii kanisa nitaenda ama nitafanyaje? This is too much. Nakumbuka sadaka ya kwanza walitoa 13 bob. Mimi ni matajiri, jipigieni makofi. Na mnaendelea kuwa matajiri katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu aliyeniita alinitoa kwa kazi. Usiniulize pasta, mbona hukutafuta kazi? Alinitoa kazini. Nilikuwa nauza mafuta kwa Total Petrol Station. Nilikuwa already karibu nikuwe supervisor. Wakati nimeanza kuvalishwa uniform ya white, nikawa nasikia kweli niko smart. Nimeanza kupewa dipstick nipime mafuta, nilikuwa nimeanza kufunzwa. Hapo ndio Bwana ananipatia upendo mkubwa wa kumtumikia. Naweza chini huyu msichana, mbona ametoka kwa baba yake ni tajiri, akaolewa Mathare. Ni upendo. Bwana asifiwe. Ni upendo. Mimi nilimfuata Yesu kwa kumpenda. Na nikaamua nitamtumikia. Amen. Ndugu ametumwa amelete vitu, unga wa chapati, wa ugali, majani, mumia shuka. Kabuti kamejaa. Amekuja kutuona. Ametuulizia. Unajua huyu ni mtu sijaona miaka. Ametuulizia mpaka akatupata. Tembelewa na malaika wa Mungu katika jina la Yesu. Tembelewa na nani? Number 3. Let him roll away the impossible from your life. Huyu malaika alipofika kwa ile kaburi, ile jiwe aliondoa mwenyewe. Na usisahau hawa wamama walikuwa wanakuja wakiulizana. Mada, nani atatufungulia? Hiyo jiwe ni kubwa. Na usisahau ilikuwa imewekwa mpaka seal na polisi. Nani ataroll away hiyo stone? One angel from heaven. One, not two. You don't need two, only one. Bwana ametumwa na baba yako. Sema baba yangu. Baba, sema baba yangu na hatimani. Katika jina la Yesu. He rolled away the stone. First of all, he went to the tomb. Amen. Alienda exactly where Jesus was laid. Basi Bwana huyu malaika na akuje exactly where you are. Then he rolled back the stone. Na aondoe hilo jiwe. Na hakuondoa peke yake, akaikalia. Amen. Ya kwamba haiwezi kukufunikia tena hiyo jiwe. Haleluya. Ile laana iliyokufungia kwa kaburi haitakufunikia tena in Jesus name. Ile matamshi ya kutoka kijiji kwenu, ya kutoka kwa wazazi. Unajua mtu harogangwi na watu hajui. Unarogangwa na machangazi wako, chocho zako, maango zako.
Hawa ndio wanaroga wewe. Wengine hawakujui. Unakuja na kaderi, unajua wengine hawajaokoka. Shingo hiyo, huyu mtoto ya dada yangu. Unakuja na kagari hapa na malingo. Unachikwa na upele, unajikuna, hujui nini inaendelea. Haitakupata in Jesus name. Haitakupata in Jesus name. Amen. Hata hizo vitisho kwetu tukikua, kuna watu hata hungewaonyesha mtoto yako mdogo, atalia hata lala. Na ni mtu tu ametembea akaangalia mtoto. Nadanganyana. Hiyo jiwe sasa imeondolewa na imekaliwa. In the name of Jesus. Hallelujah. Number 4. Let his appearance startle you and every would be enemy. Yani ile appearance ya yule angel peke yake. Amen. Sikia. His appearance was like lightning. Wewe ukiona lightning, wewe unafanya nini? Wewe unakaa hapo. Unarudi haraka kwa nyumba na unafunga masikio. Kwa sababu kuna kitu itafanya nini? Itafuata. Malaika huyo na atishe maadui na shetani na mapepo na magonjwa na maradhi. Appearance yake peke yake. Let it put this in order in your life. Amen. Siku moja wakati tulikuwa pale Mombasa nikaomba, Mungu alinionyesha baadaye what happened in the spiritual year katika ndoto. Akanionyesha nilikuwa mahali bahari iko na mawimbi makali sana. Na niko katikati ya bahari, which means I can even drown. God was showing me in the spiritual year what was happening to me. Na nikiangalia sioni ufuo. You don't see the end. You don't see nothing. Only an ocean and the heavy waves coming against me. Everywhere. Na hiyo ninasema ni kama kuwa ndani ya kaburi. And it is true, we were in the dire need. Me and my family. At that time, we needed God. Nakumbuka nilifunga siku ya kwanza na ya pili. Baba yangu akaniambia, enda nyumbani. I will sort it out. Oh God. Let God sort it out for you. Amen. Let him sort it out for you in Jesus' name. Amen. Sio kila kitu unaweza, my friend. Sio kila kitu. Hata saa ingine uko na nguvu lakini zinaisha. Uko na pesa lakini zinaisha. Uko na ujanja lakini unaisha. Uko na kazi lakini inaisha. It is possible. Basi mtumainie Bwana. Amen. Katika hizo madhoruba na katika hiyo ndoto nikaona mtu amesimama hapa. Muathirika. Usichangae wanachora ati malaika ni mzungu, hakuna. Malaika ni roho wa Mungu. Amen. Is a spirit. Amen. Spirit has no color. He can take whatever form he wants. Bwana asifiwe. Siku hiyo hakuongea huyo mtu. Mimi ndio niliongea. Nikaongea, najiona in the spirit nikiongea. Nikampatia shida zangu. Nikaongea, alafu nikanyamaza once. Zimeisha. Shida zinaweza isha. Amen. Amen. Yale unapitia yanaweza isha. Hata ukiyaweka karatasi, hata ujaribu kuongeza namba 12, 13, 14, 15, hutafika 100. Andika shida zako zote uone. Hazitafika 10. Hata mimi Mungu nataka hii.
Kuna mahali utafika uanze ni nini ingine? Zinaisha. Haleluya. Yule mtu hakuongea na mimi, akaondoka. Ashasikia. Amen. Nikaona kaboti kadogo kama kale kanapitaka pale Likoni Ferry. Wale wameenda Mombasa. Pale Likoni Ferry. Kuna kaboti kadogo huwa kanakujia wale watu wenye ferry. Wale wanafanya kazi. Kanakaa kama kagari. Nikaona nimeokolewa sasa. Nikaona huyu mtu amekafungua mlango anaingia. Nikashindwa mbona tena ameniacha. Sasa hiyo dhoruba iko. Kumbe nikaangalia kuna meli nyingine hapa inapiga rivers. Meli kubwa. Na nikaona akiwaonyesha kidole kwangu hawa watu. Hawa watu sasa wamechungulia juu kama vile unaona kama watu kwa lori nyuma wanaangalia, wanachukua instructions from the angel. Hallelujah. Kumbe amekuja, ameondoa jiwe kwa kaburi na akaikalia. Nataka nikwambie hiyo ndoto kwa sababu ilitimia. Ndiyo hiyo. Imenipeleka Singapore, imenipeleka Port Louis Mauritius, imenipeleka Doha, imenipeleka Khartoum, imenipeleka Addis Ababa, imenipeleka Kampala, imenipeleka Accra, imenipeleka Lagos, imenipeleka Abuja. Ndege ndio inatembea. One visit. Kwa hivyo siongei kitu sijui. One visit is all you need from heaven. Don't worry. You pray. God has a plan and a surprise for you in Jesus' name. Amen? Appearance yake peke yake. Number 5, sorry. Let every enemy be afraid, shaken, and be like dead. That is what happened. Walipomuona huyu malaika na vile anafanana. Unajua serikali ilikuwa imeweka mpaka mapolisi. Kwa sababu Mafarisayo walienda wakasema, mkubwa, hawa wanafunzi wake wanaweza enda wamtoe yule muongo. Imagine wanaita Yesu muongo. Wanaweza enda watoe huyo muongo wa muibe ndio wadanganyane amefufuka. Pilato akasema chukueni askari, muende msilu the place na wakae hapo kama guards. The guards were so afraid when they saw him that they shook and became like a dead man. Kama kuna mapepo shetani ameweka zikuwekea kama guards ama watu. Unajua kuna watu wengine hata ukitoka unaenda wapi? Na si bibi yako na si bwana yako. Anauza kwa kibanda. Hachungi bwana yake anakuchunga. Unaenda wapi? Hawa ni gati shetani ameweka. Wewe wanakuangalia. Hata huwezi ongea na jirani. Walitetemeka wale maskari alafu wakaanguka kama wamekufa. Imagine only God can do that. Amen? Any gods put against you, any demons put against you, any spirits put against you, any curses, whatever they are, let them shake and fall like dead in the name of Jesus. Hallelujah. It happened. It can happen to you too. And it can happen to me. Amen? Basi kila adui na aogope na atetemeke na akae kama amekufa. Hata ukienda safari, yani unakuta maadui wamelala, hata kama walikuwa wanataka kukudhuru. Bwana asifiwe. Number 6. Let none of us be afraid. Malaika akaambia wale wa mama, do not be afraid, for I know that you are looking
najua mnachokitafuta. Amen. Mnatafuta Yesu aliyefufuka. Yesu anajua wewe unatafuta nini kwa maisha. Usiogope. Bwana asifiwe. Anajua kama ni kazi unatafuta. Anajua kama ni mtoto unatafuta. Anajua kama ni mke unatafuta. Anajua kama ni bwana unatafuta. Anajua kama ni confusion unatafuta ikuondokee. Anajua kama ni direction ya maisha yako unataka ifunguke sawa sawa ujielewe. He knows that. He is telling us, don't be afraid. Hallelujah. He knows what to do with your life. Amen? Number 7, let them not find us where we were before. Hawa wamama walidhani watampata Yesu kwa kaburi. Kuna watu wanafikiri watakupata kwa kaburi ile ulikuwa 2020, 2021. Wasikupate. Amen. Yesu atakuwa shahidi na atakutoa. Hallelujah. Amen. Unaogopa utarudi December bila kitu vile ulirudi 2020? Hapana. 2021 mtumainie Mungu. Urudi kwa kishindo. Hallelujah. He is not here. He has listened. Just as he said, come and see the place where he lay. Mahali ulikuwa umelala, mahali ulishindiwa, mahali ulikwama, wasikupate hapo tena katika jina la Yesu. Wakute Mungu ashakuja, ashakutoa kwa kaburi, ushatoka. In fact, unaendelea kuchapa kazi kama Yesu. Hallelujah. Katika Warumi 8 mstari wa 9 na wa 11 inasema, you however are not in the realm of the flesh but are in the realm of the spirit. Let me tell you, kuna maeneo ya kimwili na kuna maeneo ya kiroho. Biblia inatuambia sisi hatuko katika maeneo ya kimwili, tuko katika maeneo ya kiroho, sisi ambao tumeokoka. Bwana asifiwe. Na maombi yetu na majibu yetu yanatoka rohoni. Hayatoki katika mahongo, hayatoki katika udanganyifu, katika uongo, katika ujanja, katika uchawi kama watu wa dunia. Hapana. Sisi tuko katika realm ya kiroho na majibu yetu na yatoke basi rohoni kwa Baba yetu. Kwa sababu Mungu wetu ni roho. Na wanaomwabudu na wacha na wamuombe katika roho na katika kweli. Ukweli rongo. You however are not in the realm of the flesh, narudia, but are in the realm of the spirit. If indeed the spirit of God lives in you. Kama ukweli roho wa Mungu anaishi ndani yako, basi wewe uishi katika ulimwengu wa dunia hii. Hata kama tunakuona katika mwili, lakini mambo yako yanatatuliwa rohoni. Maisha yako yanatatuliwa rohoni. Kwa sababu roho wa Mungu anaishi ndani yako. Mstari wa 11 the same chapter. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. Na kama roho wa yule aliyefufua Yesu kutoka mautini ako ndani yako na anaishi ndani yako, he who raised Christ from the dead will also give life to you, to your mortal bodies, because of his spirit who lives in you. Can you imagine? Yule aliyetumba yule malaika aje pale afungue lile kaburi. Roho huyo wa Mungu ndiye alimfufua Yesu. Na kama huyo roho ako ndani yako, pia na wewe atafufua maisha yako. Your mortal body. Amen. Can you imagine? Because of his spirit who lives in you. Na ndio nikasema wakati tunaomba na kufunga, we suppress the old man who is ignorant of the things of God, who is arrogant, who is self-loving, who does not want to hear God's counsel. We suppress that person so that the Spirit of God has an opportunity now to
do great and mighty things in our lives. And hence, release the plan, will, and purpose of God in our lives. Amen? This is our third week of prayer and fasting. Please note our prayer points. Tumemaliza mahubiri wiki hii. Kumbukeni tunaombea. Tangu tuanze, kumbuka tulianza kujiombea wenyewe. Alafu tukasema tuombee kanisa na watu wetu. Na ninaona tunafanya hivyo. I can feel it in the spirit that the Spirit of God is at work in our midst. Jambo la tatu nitaka we pray for missions of Mission International Center to the world. Outreach ministry to the body of Christ and the world. Ministry yetu sio hii mabati hapa peke yake, hapana. Kuna watu wengi sana wanakufa na dhambi zao. Tumeitwa kwa hawa watu. Tumeitwa pia kwa makanisa kulete revival. Huwa nina feel badala tuende tufungue Mission International Center pale Turukana na kuna makanisa 10-20 pale Turukana. Hakuna haja ya kufungua Mission International Center pale Turukana. Tuna identify kanisa moja pale, tunakuwa partners pamoja nao. Tukitaka kuenda missions tunaenda pale. Ama namna gani wapendwa? Kuna haja tujaze makanisa Kenya yote. Ati tauni moja iko na makanisa 100. Ana. I feel that is not my calling. Praise God. We can impact those churches and reach out to the people using those churches. After all, mwili ni mmoja. Kanisa ni moja. So go therefore and make disciples of all the nations. Hiyo ndio calling ya kwanza. Tuombee sisi tunafanya nini katika kutimiza the Great Commission. What is we as a congregation? Wachana na jina Mission International Center. Kuna wale watu Mungu amesanya akawalete hapa wafanye kazi yake. Tunafanya nini kutimiza hii commission ya endeni kote duniani mkafanye wanadamu wanafunzi wangu. Nations hapa si the nation of Kenya, Uganda, hapana. Nations ni makabila. Do you understand? Kwa sababu lile kabila la kwanza aliita ni lile na Wayahudi. So when he talks of nations, he is sending us to people. Hata kama kuna countries, but those people live in countries. Ukweli urongo? Kwa hivyo kama Mungu ataniita kule Swaziland, nani wanaishi huko? Si ni Waswazi? Ukweli urongo? Amen? Kama atasema niende Ethiopia nikahubiria wale watu nilikuwa ninatengenezea Biblia, wanaitwa Wakonso. Kwa hivyo kuna watu pale. Ukienda Ethiopia kuna makabila na Mungu anaweza kukutuma kwa a particular tribe. Amen? Na ukiwa na impact kwa hii kabila, wale wengine wanakuita kwa tauni yao. Na hiyo town ukienda Thika ni nani utakuta? Predominantly. Na ukienda Ugenya, yes. Kwa hivyo wanaweza niita kuja Nyakach. Lakini ukienda Nyakach, yule mchungaji utakuta ni Mjaluo anataka ni impact wale watu. Amen. Alafu kuna ile ministry nilisema. Number 2. Hizi ziko katika ile Mathayo 25:34 to 36. Utaziangalia. Na nilisema Mungu atusaidie pia isiwe ni kuhubiri peke yake, lakini tuweze kulisha watu, tuweze kuwapatia watu maji. Ministry kama hii inaweza fika tukawa tunachimbia watu maji. Ukweli urongo? Yes. Nachimbia watu maji, wanapata maji wherever they are, ama tunawapelekea, ama whatever God gives at that particular time. Kuna strangers, kuna wageni, kuna mtu ametoka nchi nyingine hapa kwa hii kanisa. Ametoka Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo,
Kuna mtu kama huyo hapa? Unaona hapa hakuna, lakini wamejaa Kitengela. Bwana asifiwe. Probably Mungu atatuletea mmoja, tujue tunaweza kufanyia nini. Tuanze kufanya mazoezi. Alafu kuna I was naked and you clothed me. Hiyo tulikuwa tunawafanya, nalete manguo. Probably we need to do it very soon. I was sick and you visited me. Sijui ni lini umetembea hospitali kuangalia mtu na si wenu. Nani amefanya hivyo of late? Hata mimi sijafanya hivyo of late. Hiyo ni ministry, inafaa iwe kanisani. Bwana asifiwe. Tembelea watu kwa hospitali, you can choose a hospital too. Ama ile ya Kitengela inaitwa ya Saitoti na Kajiado. Sana public hospitals. Amen. Na kutaka mtu ametupwa pale, amesahauliwa, labda alipata accident, mtu akumgonga na gari alitoroka, bill imefika milioni 1, hata hatembelei watu wao wenyewe, wameingia mitini, hawawezi lipa. Nani atafariji watu wa aina ile? Ni kazi ya kanisa. Bwana asifiwe. Hata kama humupi pesa, unaenda unampa mkate na soda na maziwa, unamsmailia. Amen. Mimi wale watu nakuta mtu anaomba ako na wheelchair, naenda namuuliza, nampatia kwanza kama ni 100, alikuwa na expect kobole, nampa 100. Namuuliza, na wewe unaitwa nani? Unaona anasimaya. Unajiintroduce na unamwambia Mungu akubariki. Enda zako, ushafanya kazi yako. Hallelujah. Uko na impact kwa huyo mtu. First of all, hata unataka kumjua. Wengine ni kongoli wakienda. Wengine kongoli wakienda. Si utulie kidogo. Amen. Kuna msichana mwingine wangu, rafiki yangu kwa Facebook, nilimpeleka nikampitishia kwa mtu huwa nilikuwa na support sana, kipofu. Nikienda nimuongeleshe, utakuta amekatalia mkono wangu huyo kipofu. Anakuaga KCB hapo nje. Na saa nyingine unakuta hata tutoto wake tumekuja, apewe kakitu, apewe watoto waende wapikiwe. You can imagine such a situation. Sasa hiyo nimemfichia ngiri, nampatia na ninamwambia hiyo ni 1,000. Asinyang'anywe. That's an impact. Praise God. Lakini unaona niko peke yangu naweza ngiri 1. Lakini tukiwa watu 1,000 kanisani, tutoe 1,100. Shetani akimbia hata kimbia. Atatoroka. Na huwa ninawaambia Mungu atusaidie tuwe na maono haya yawe makubwa. Tuwe tunaenda tumepika mapirao, chai, masoda, nini, tunaenda tunatokelezea mahali. Hawa watu unawacha hata hawawezi kutembea kwa sababu ya vile wamekula. Wanaenda kupeana hadithi kwao. Yesu alikuwa anafanya hivyo. Amen. Na chika anauliza mko na nini? Ati mikate 2 na samaki 3, lete hapa. Anazibariki. Watu wanakula mpaka wanachana nazo, wanaenda nyumbani kupeana hadithi vile Yesu amefanya. Sasa Yesu ako kanisani. Amen. Yesu ametuachia kazi. Hiyo ni yetu. Tuwe na impact kwa the hurting world. The hurting world must hear, feel Jesus through the church. Praise God. Ni lini umesitembelea mtu prison? Ati pastor, huko kuna chama. Hawa ni wauaji. Na ukweli ukitokelezea hivyo vimutu, kuna vile vinakuangalia hivyo. Siku moja nilifungiwa, haikuwa prison, ilikuwa inaitwaje? Wase. Nililia. Kuna ndoo hapo, kumbe ndio watu wanaendaka choo kwa ndoo. Imejaa ndi mpaka inamwagika. Kuna watu hawajui kama wako huko kwa sababu ya vile wamefungwa
na pombe na nini. Yaani it's no more. Nilipoenda kukaa kidogo hapa kwa wall, wamepaka lami. Nasikia kichwa, kuna kitu inanichika kwa kichwa. Kumbe ni lami. Usiende huko kwa kufungwa, lakini enda huko kwa kuonyesha upendo kama Yesu. Hallelujah. Hiyo ni ministry, lazima kanisa hili liwe naye. Na Mungu atusaidie sana. So pray and fast this week, please, by faith that God will surely stage a supernatural encounter on you. Na kwa sababu hii ndiyo wiki ya mwisho yetu kama kanisa ya kuomba na kufunga, enda umaanishe. Nimekupatia, enda mwambie Mungu, I want a supernatural visitation from you. Katalia hapo. Amen. Sasa utasikia unapumua na umenyamaza tu. Yaani kifua kimejaa. Ni Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako. Amen. Yaani una feel it's not like you are breathing oxygen. Something supernatural is happening to you. Unaweza sikia hii mkono inatetemeka peke yake. Na wewe si mgonjwa na huumwi. It is the Spirit of God at work. Praise God. Amen. Amen. He can do miraculous things to you. And only He knows what to do with you. Mimi sijui atakufanyia nini. Lakini kwa sababu ni baba yako, anajua la kufanya. Simameni tafadhali tuombe. Barikiweni sana. Naomba Mungu encounter a supernatural visitation this week in a great and a marvelous way to the glory of God. Tuwapigieni wale wako kwa mtandaoni makofi tafadhali. God bless you. God bless you. Let us meet on Wednesday and next Sunday.